haya twende, haya twende, haya twende. Saba, nane, tisa, kumi, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, moja, mbili, tatu, nne.
Hili jimbo la mjini bwana. Hili ni jimbo la mjini, kwa hiyo lazima usicheze mpira na kukua. Msitaki kucheza nyuma tu. Chezeni mpira wa kujiamini. Wale mnajisahau nyinyi, mnawaingiza wale wakusaini kila wakati mnajiingiza. Halafu kuna tatizo moja, sote tufuatia mpira, sote tufuatia mpira. Hebu kaeni tukae katika position, tukae katika position, sote tufuatie mpira sote. Unanisikia? Nyinyi mna uwezo wa kucheza mpira. Jamaa Jumani atoke anipe fulani. Jumani kangusa mara moja kwa kichwa. Mwambie azime hiyo kipindi chetu, na inshallah rais wetu baada ya wiki mbili inshallah. Leo wamepanga siku maalum kuonana na vijana, kuzungumza nao wana michezo, kubadilishana nao mawazo, na ametaka chukue muda kidogo kusikiliza matatizo ya wana michezo kwa jumla, kwa sababu amedhamiria kukuza sekta ya michezo ukijaliwa baada ya kuwa rais. Nyote mnaelewa hali ya michezo ilivyo, matatizo yana michezo. Kwa kweli kila mmoja analalamika. Ni kweli, si kweli? Ni kweli. Sasa mimi mshaniambia maneno mengi katika masuala hayo. Sasa mzee mwenyewe yupo, nataka wasikilize, asimame mmoja baada mmoja, mke au mume, mchezo wote ambao sio lazima mpira wa miguu, lakini kama kuna netball, kama kuna bao, kama lolote lile, swala kuogelea, aina ya michezo yote ambayo mtu anayo, lakini hakuna jambo kila siku linamkereketa, anaona hana pa kulipeleka. Leo tumemleta hapa tangu asubuhi, mmeshirikiana naye tangu asubuhi, tunaye hapa. Sasa anataka kuwasikiliza wana michezo wa jimbo la Gando na wa jimbo la Wete kwa niaba ya wana michezo wote wa Zanzibar, kwa sababu nyie munawakilisha wana michezo wote wa Zanzibar. Hajawahipo kuzungumza na wana michezo tangu aanze kampeni hii. Ameamua kuja Wete ambako kuna vipaji vingi na Gando kuna vipaji vingi. Kwa hiyo
maelezo yenu na mazungumzo yenu na kubadilishana kwenu mawazo, manake ni kwamba mnawakilisha mawazo ya wanamichezo wote wa majimbo yote 50 ya Zanzibar. Tumeelewana? Kwa hivyo ni fursa mzuri kuzungumza na kiongozi wetu, ili baada ya wiki 2 tutakapomkabidhi madaraka ya nchi yetu, wanamichezo mnategemea nini? Karibuni sana. Naam, ameanza. Itambulishe. Asitiwa zalendo. Kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kujalia asubuhi ya leo hapa tukiwa wazima, tunafanya shughuli zetu mchezo tukiwa na kiongozi wetu. Tusemeni alhamdulillah. Baada hili, yani katika dunia yetu hii biashara kubwa ni mpira. Lakini kwa Zanzibar ambayo ni sehemu ambayo tunasifikana kwa vipaji, basi tumekuwa tukishindwa kuibua vipaji. Na ndio maana hata ukija katika timu ya taifa ya Zanzibar, Pemba utasema hakuna wachezaji. Wazi wa Gando. Nashukuru kwa kupata nafasi hii kuongea na mheshimiwa na pia kuongea na wananchi. Nimejitolea binafsi. Gando pana kikundi cha sanaa. Hivyo michezo, sanaa ni michezo, kwa na mimi nikapata uhuru na nikapata maamuzi ya kuja mbele yako ili pia kuliangalia hili sekta la michezo ya filamu za kuigiza Zanzibar. Zanzibar ama Pemba na Gando pana vipaji vingi sana vya michezo. Hivyo basi naomba rais wangu unengoja kuapishwa tu la michezo ya kuigiza, basi pia ulipe priority. Na sisi vijana tuna vipaji, kwa tunahitaji kuonesha vipaji vyetu kwa kupitia sanaa ya maigizo. Hivyo basi isiwekwe nyuma sana hili swala la michezo ya kuigiza, kwa sababu sisi vijana tunapohamasisha jamii kwenye michezo yetu, kesho na kesho kutwa tunapata ajira pamoja na pia kuhamasisha jamii yetu. Kwa hiyo mheshimiwa, pamoja na mheshimiwa wenzako, insha Allah unapoingia madarakani, hata msipoingia madarakani insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, lakini tutategemea kuingia madarakani, basi suala la michezo ya kuigiza lipewe kipaumbele Zanzibar nzima, Pemba kwa ujumla. Gando pana kikundi chaitwa Star Art Group Gando Pemba, lakini tuna changamoto ya kutopata vifaa vyetu wenyewe. Tunahitaji kuwepo na vifaa, kamera, kompyuta, basi. Hivyo vifaa vitaweza kutusaidia sisi kuweza kufanya kazi zetu bila kubuguzwa kitu chochote. Hapa itakuwa mmetusaidia kwa mali na hali. Sisi tumefahamiana. Kwa mheshimiwa na waheshimiwa wenzangu, tunahitaji mtukomboe sisi wasanii wachanga, tufike malengo yetu na pia iwe ni kazi yetu ya kujiajiri wenyewe. Sitaki niongee sana, kuna mambo mengi sana nataka kuongelewa, ili nakumbushia kwamba wasanii tupewe priority na tupewe kipaumbele, kwa sababu sisi ndo tunaifunza jamii na kuelimisha jamii. Umefahamiana? Asante sana. Kuona umuhimu wa kuwafuata wanamichezo tena katika majlisi yao ya viwanja vyao vya michezo, kuja kujua kero zao, matatizo yao na nini wanahitaji na kutarajia serikali yao iwatendee katika sekta yao ya michezo. Kiongozi, asante sana kwa hili. Hongera. Mimi kwa upande wangu kwa jina naitwa Salim Said Khalfan. Kwa upande wa michezo ni katibu wa kikundi cha Kagera Fitness Club ambacho kilikuwepo hapa. Katika wale wa mwanzo tuliocheza, mimi ni katibu wao. Lakini pia ni mdau wa sekta ya michezo katika mpira wa miguu. Nataka nizungumze katika sehemu hizi mbili. Sehemu ya kwanza katika vikundi vya mazoezi. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme kwamba katika wilaya yetu ya Wete ama Pemba kwa ujumla, hivi vikundi vipo vya mazoezi, lakini vimekuwa vikitukwa kwa sababu vimekosa sapoti ama mashiko kutoka katika serikali. Wakati wa serikali iliyopita, serikali moja ya kitaifa, waziri wa michezo alikuwa wakati ule alijitahidi kadri ya uwezo kuvianzisha, na yeye niseme kwamba alikuwa ni founder members katika vikundi vile, ambao vikundi visivyopungua 54 katika jimbo la Gando vilikuwepo, na vikundi hivyo vilikuwa ni chachu ya kuibua vikundi vingine katika majimbo mengine. Niseme kwamba vikundi vile vilivyokuwepo jimbo la Gando vilikwenda Ukunjwi, vimeenda wapi,
Wete vimekwenda mkoani, vimekwenda maeneo tofauti tofauti kuzindua, lakini kila siku zinapokwenda vimekuwa vikifa kwa sababu havina mashiko kutoka serikalini. Kwa hiyo tunaiomba sana serikali yako, ambapo baada ya kuapishwa kwa rais wa Zanzibar, hivi vikundi vichukulie umuhimu wake, kwa sababu kama tunavyojua kwamba maradhi kwa sasa yamekuwa yakienea kwa sana, na madaktari wamekuwa kitushauri mara kwa mara kwamba maradhi haya dawa yake ni kufanya mazoezi, au sivyo na michezo. Kwa hiyo kama ni hivyo basi, tunakuomba sana mheshimiwa, baada ya kuapishwa na kuunda serikali yako, waziri utakayemkabidhi dhamana hii ya michezo, basi nakuomba sana umshikilie vile vikundi, avibue na avinyanyue kutoka vile ambavyo tulikuwa 2015, 2020 na zaidi ya hapo, ili tuweze kujisikia kwamba sisi serikali yetu inatujali na tunaweza kufanya mazoezi katika nchi yetu tukiwa na amani na utulivu kabisa. Kwa hiyo hili la kwanza. Lakini la pili ni katika sekta ya mchezo wa mpira wa miguu. Niseme kwamba Zanzibar tuna ZFA, tunaita ZFA. Kwa hiyo ZFA imekuwa sasa ni chaka tu, tunaliita jina kwa sababu inashikilia mpira wa miguu. Lakini Wete kwa mfano, kulia Wete hakuna ligi ya aina yoyote, vipaji vipo vinakufa. Ligi hiyo tunaita Premier League haina lolote, kwa sababu ZFA haidili na mpira, haidili kabisa na mpira. Sisi sasa hivi Wete hapa, Wete nzima kuna kijana mmoja kafungua kombe, ndio kuna kila mtu tunaenda hapo jioni, ukitaka kutupata vijana sote katoka mate pale utani, hata tuna kombe la mbuzi, ndio yeye ndo anaendesha mtu binafsi. Lakini hatuna cha kufanya, tunaenda nalo hapa. Hatuna ligi ya daraja la kwanza, hatuna ligi ya daraja la pili, hatuna Premier League, hatuna daraja la tatu, hatuna Central, hatuna Junior, wala hatuna chochote. Sisi tupo tu. Kombo ni mkazi wa Gando, ni mzaliwa wa Gando. Maalim, sisi tukujua wewe msimu huu ama mwaka huu 2020-2025 ni rais wa Zanzibar. Amen. Lakini Maalim, sisi tuna kitu kimoja tu, hichi ni kilio cha Zanzibar yote. Ligi yetu ni ligi mke kabisa, haijulikani hata Bagamoyo watu hawajui ligi yetu Zanzibar. Hali mbaya ya ligi Maalim tulionayo, tukuomba inshallah ukikabidhiwa siku ya tarehe 29 tushahapa pale Maalim, kitu cha kwanza tupeleke FIFA tujulikane, tupeleke CAF tujulikane, tupeleke rais wetu mtarajiwa anakuja kuapishwa. Jina langu mimi naitwa Hassan Abdallah. Mheshimiwa Rais mtarajiwa maarufu Matumbi. Duniani badala ya vita bunduki kwa bunduki, la pili ni mpira. Kwa hiyo ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba sana litupie jicho la huruma timu za mipira, na mimi mwenyewe upande mmoja ni msanii, sio kwa bosi wangu hapa anaendeleza kutangulia. Tunadhalilika, mimi ni msanii japo ni underground, lakini tunadhalilika. Tunatengeneza kazi, tunafika miaka miwili tukwenda Step Entertainment Dar es Salaam kule kuuza kazi, wanatuchuja sijui hivi nichezeni sijui mbovu. Ni kweli kwa sababu tutacheza mchezoroni na tunaedit, tunabahatisha kompyuta 6 mchezo mmoja. Hasa jamani, tutakuwa hali hiyo mchezo mmoja utakuwa na kompyuta 60, ndio maana kutoa yule, ndio maana kutoa. Kwa hiyo mheshimiwa, changamoto kubwa ni vifaa vya utendaji kazi katika wasanii, na pamoja hawa badala ya vita ni mpira. Hao waangalie wajitoa huruma. Mimi mpira sitocheza, nakwambia tena. Asante sana, nashukuru sana. Natokea katika klabu ya fulana aliyovaa Maalim Seif Sapias. Awali ya yote hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kujalia asubuhi hii kukutana hapa. Kilio changu kwa wanamichezo wenzangu, naamini hapo nyuma, nadhani baada ya miaka 2-3 kutoka nyuma,
tulikuwa tuna mwamko mkubwa wa mazoezi yetu ya fitness, mazoezi ya viungo, lakini kila siku zikina mbele tunaumia. Kinachotumiza zaidi ni hali ngumu ya maisha tuliokuwa nayo. Maana kiukweli katika makundi yetu, ukienda katika kwa mfano Zafias ama Kagera ama Obama, kwa ile siku moja asubuhi ukienda katika kilabu haipungui watu 50 60 kwenye kilabu kimoja. Lakini sasa hivi ukienda katika mazoezini, kwa mfano kwenye darasa langu mimi, hadi watu hawapungui watu 10 15. Kiukweli tumeshuka sana. Nachoomba mheshimiwa uangalie hali tuliokuwa nayo. Kubwa ni vitendea kazi. Naamini mtu anataka kuja mazoezini, lakini ukimuuliza kwa nini uje mazoezini, akwambia mimi sina fulana, mimi sina kiatu. Lakini kubwa viwanja vya kufanyia mazoezi ni tatizo kubwa sana kwetu. Kwa hiyo mheshimiwa, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atujalie ili ambacho tumelikusudia, Mwenyezi Mungu inshallah atunyoshee tupate nchi yetu. Uliangalia hali ya viwanja vya wanamichezo, tunye viwanja vya kisasa. Pia walimu katika madarasa yetu ambayo tunafundishia mazoezi, walimu ni changamoto kubwa. Kwa hiyo kuna haja ya kutafuta walimu na kuanza kuwasomesha. Usione mwalimu yule anayeshika chaki tu. Mwalimu yule anayeongoza katika timu yote ile ni mwalimu. Walimu ilikuwa ni chachu kubwa ya maendeleo ya wanamichezo. Kwa hiyo inshallah baada ya kuwapisha mahali tunaomba sana ili swali liangalie. Inshallah. Tupo. Ulipo? Yupo. Asante Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa viongozi, mimi kwa niaba ya wanawake sote, kwanza, jambo la kwanza ni waombe wanawake, jamani, wanawake kufanya mazoezi sio kufanya mazoezi ni afya yako. Tuone sisi tunafanya mazoezi, mimi nafanya mazoezi na vijana na hanitupi hao ndio ni haniati nyuma. Hakika Tuko sambamba. Kwa hivyo kufanya mazoezi ni afya yako mwenyewe. La kwanza ni kujitokezeni kufanya mazoezi. La pili, maalim, utaona kama walimu wengi ni wanaume. Sisi wanawake na sisi taweza kukusomesha. Kama ukipata urahisi na walimu wanawake tusomeshwe. Na sisi tu, maanake badala kuchanganyika na wanaume, na sisi tufanye kikundi chetu sote tu wanawake. Maanake wanawake wanaume wao wanawivu, hawataki mwalimu wa kufanya mazoezi na wanawake, tafanya na wanawake wenzake, au sio? La kwanza. La pili, na muunga mkono mheshimiwa, viwanja hatuna makufanyia. Sisi tulikuwa tukifanyia mazoezi shule ya Kimbani kule nyuma kule. Ukaibiwa pale kompyuta sijui ndude gani wakaiba wenyewe wao, maana hamkuvunjwa wala hamkunundiwa. Walifungua akaenda kangia akachukua kisha akafomea kuvunjwa. Ni wao wenyewe. Tumpigiwa marufuku mpaka leo bwana. Kwa hivyo jambo la kwanza ukishapishwa tarehe 29. Viwanja vifanye vile huru. ACT Wazalendo alipo tupo. Shusha tanga. Ndugu wana michezo, rais wetu mtarajiwa amesikiliza, amewasikia na atapata nafasi ya kujibu yale ambayo mmezungumza. Kwanza nikiri kwamba wachangiaji 6 waliopata nafasi ya kuzungumza wamezungumza pointi zenye maana sana. Hongereni sana. Yaani mmekuwa kama ile ilani yetu, mshaisoma, mumeimeza, mumezungumza matatizo yaliyopo yote ambayo ilani ya chama chetu ambayo tunainadi na ambayo tutaisimamia mumeagusa na muneibua. Ukisoma ilani yetu yote ambayo mmeyazungumza ndiyo matatizo ambayo ilani imeainisha
na baada ya kuainisha, ilani imetoa suluhu ya matatizo ambayo mumeyataja. Kwa hivyo inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, baada ya wiki mbili na nusu tatu, wanamichezo tukijaliwa wa Zanzibar mtakuwa wana michezo zaidi kuliko nchi yoyote hapa Afrika. Ilani ina kurasa zinazozidi 5 zinazungumzia masuala ya michezo, vifaa vya michezo, viwanja vya michezo, walimu wa michezo, fursa za michezo na mambo mengine yanayohusiana na hayo. Sasa sisi bahati mzuri hatuandiki ilani kama vile kitabu cha kawaida. Kabla ya andika ilani, mnakumbuka Maalim alikuja hapa akazunguka akanana na makundi ya watu mbalimbali kusikiliza nini matatizo yenu, na alhamdulillah alipata matatizo ya wanamichezo, wakazungumza. Kuna wengine walizungumza moja kwa moja, kuna wengine walizungumza kwa maandishi. Timu ya ilani ikayangalia yote, ikayatazama na ikayaangalia namna gani yanaweza yakatekelezeka ndipo utakapokuwa madarakani. Kwa hivyo yale yote ambayo mmeyazungumza tayari tushayaona, ilani imeyagusa, na tayari tushajua namna gani tutayatatua baada ya kipindi cha muda mfupi sana. Tumeelewana? Tunakubali kwamba saa hizi vikundi vya mazoezi tunajaribu kufanya angalau kujitoa jasho. Ni kweli kama alivyosema kiongozi hapa na kama alivyosema Sheikh Salim, tunahitaji, na ndio ilani inavyozungumza kwamba tunaelewa umuhimu wa vikundi vya mazoezi kwa jamii yetu. Tunaelewa mchango wa sekta ya vikundi vya mazoezi kwa afya. Sasa ilani imeelekeza utaratibu mzuri wa kufanya mazoezi, namna gani ya kupata walimu wa mazoezi. Walimu wenyewe lazima na wao wafundishe kwanza namna ya kufundisha wenzao, lakini kama alivyosema Birabia, lazima kuwe na walimu wanawake, kwa sababu wanawake wengi wanapenda kufanya mazoezi, lakini kama alivyosema akiona walimu wenyewe ni kina Salim, kina ustadhi hapo, bora nipumzike. Na sisi wanaume kama Birabia tuna wengine usende bwana, subiri, na sababu anaona walimu si jinsia yake. Kwa hivyo ilani yetu imeelekeza hivyo kwamba tukijaliwa tutaenda walimu wa kila rika. Kwanza wazee tu pekee lazima wawe na walimu wake. Ukimpa wazee mwalimu ambaye ndio kwanza kijana anaingia sasa, siku ya pili mzee atatibuka mgongo. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo lazima kutakuwa na walimu wa rika la wazee, tutakuwa na walimu wa rika la vijana ambao hao wanaweza kuruka hata mita 1-2 juu, hawana wasiwasi. Lakini kuna walimu wa mazoezi wa wanawake special. Kwa hivyo mara tu mzee ambapo tutamkumbusha namna ya kuitekeleza ilani yenyewe. Tumezungumzia suala la ZFA na michezo wa mpira wa miguu. Ni kweli kabisa, mpira wa miguu ni ajira tosha duniani. Mpira wa miguu inaitangaza nchi, mpira wa miguu unalitangaza taifa, mpira wa miguu ni burudani ya kutosha, lakini lazima liwe na chombo ambacho kinausimamia. Bahati mbaya sekta ya michezo si swala la muungano. Kwa hivyo ZFA ilitakiwa Zanzibar kiombo cha ZFA na michezo mengine yote iwe inajitegemea, lakini wenzetu wakoloni wa Tanganyika vyombo vyao vya michezo wamevipaka rangi kwamba ndio vyombo vya Jamhuri ya Muungano. Si Jamhuri ya Muungano, TFF si Jamhuri ya Muungano, ni ya Tanganyika. Lakini wamejitia rangi kama wao ndio nani?
Jamhuri ya Muungano. Kwa hivyo mawasiliano ya football regime ya Tanzania na nje, wao ndio wanayoisimamia, na kwamba misaada yote inayotoka FIFA, inayotoka CAF, CAF inapitia kwao. Wakipitia kwao, Zanzibar inasahaulika, hatimaye wao ndio wanafaidika. Kwa hiyo hili, ilani yetu inazungumza vizuri kwamba litaendelea kubaki swala muungano. Sisi tutatafuta taratibu wakijiunga na FIFA. Maalim hilo amelizungumza mara nyingi, na hapa tutapata nafasi ya kuzungumza kidogo. Inshallah, ndani ya muda wa miezi 6 ya utawala wa Maalim Seif, ZFA iko FIFA tukijaliwa. Na misaada iliyoko FIFA kwa mwaka, hakuna sababu ya kila wilaya kwanza na kila jimbo baadaye kuwa halina kiwanja cha michezo cha kisasa chenye majani bandia, chenye majengo na kila kitu. Hilo ndio fursa ya kujiunga na FIFA. Viwanja kama hivi vya Nkambe ambapo mara shimo limekwenda hivi, shimo limekwenda hivi, inshallah vitakuwa havipo katika utawala wa Maalim Seif Tujali. Kwa hivyo, wana michezo, ungeni mkono, hakikisheni mnaendelea kumpigia kampeni Maalim Seif kwa vijana wetu wengine na kwa vijana wa vyama vingine, kwamba ukombozi wetu CCM washakuwa kwa miaka 56, kila siku za DFA haina inapokwenda. Kwa hivyo tuombeeni kura vijana, kwa vijana wenzenu Maalim Seif, ili matatizo ya wanamichezo yafike pahala. Ni suala la wasanii. Ni kweli kabisa kwamba sanaa, hasa waigizaji, ni ajira tosha katika nchi. Film industry ya India imeajiri zaidi ya watu milioni 150 na wanalipwa vizuri, kwa sababu nchi ya India imewekeza katika kuunganisha nguvu na kuimarisha vipaji vya sanaa vya watu wake. Kwa hivyo kijana wetu huyu amezungumza vizuri, Sheikh Abdalla Seif, kwamba amewekeza, lakini wana matatizo wengi, na ndiyo matatizo ya wasanii wote wa Zanzibar. Wana matatizo, hawana mafunzo, hawana zana, hawana walimu wa kuwasaidia, hawana soko la bidhaa yao. Matokeo yake, TV zetu badala ya kuonesha michezo ya Kizanzibari imesheheni michezo ya Kitanganyika. Ni kweli si kweli? Baada ya kuonesha michezo ya Kizanzibari imesheheni michezo ya Kinigeria. Ni kweli si kweli? Sasa kwa sababu nchi zao zimewekeza katika vipaji vya vijana, sisi ilani yetu imeliona hilo, imelekea mkazo, na inshallah tukijaliwa, baada ya muda mfupi, baada ya muda miezi 2 inayokuja, tutawakutanisha wasanii wote. Maalim Seif inshallah atakuwa rais wakati huo, atazungumza nao vizuri, tutafahamu hasa wasanii wanataka kitu gani. Tushajua wasanii wanataka kitu gani, lakini lazima na wao tubadilishane nao mawazo katika kuhakikisha kwamba sanaa ya maigizo katika televisheni, ukifungua channel, lazima tutaanzisha channel maalum ya michezo ya Zanzibar. Tumeelewana? Wasanii bure hapo, halipi kitu. Ukitoa mchezo huu, msanii wa Zanzibar huu, ukitoka huyu anaingia yule wetu mwitaji yule Kachara, ukitoka Kachara unaingia yule mwingine Mwimpeku, ukitoka huyu, yani saa 24 channel hiyo kazi yake ni kuonesha vikundi vya burudani, michezo iliyotengenezwa na kina Sheikh Abdalla Seif na wenzao. Saa 24, tumeelewana? Hapo ndipo unapokuza vipaji, unapoona kwamba wasanii wote wameimarika kimaisha, wameweza kuuza. Na kwa kweli, badala ya kupokea sanaa kutoka Nigeria, sisi tutauza sanaa kupeleka Nigeria. Baada ya kununua sanaa kutoka Uturuki, sasa tutauza sanaa kupeleka Uturuki.
Badala ya kuangalia michezo ya India, sasa sisi tutauza michezo ya India. Hapo ndipo Sheikh Abdalla utamuona ana benzi mbichi. Nani yule? Abdalla Sefu yule msanii wetu. Tumeelewana? Kwa sababu fedha zitakuwa zinaingia. Tumeelewana? Hivi sasa vijana maskini hawauzi product zao. Hii ni product kuliko product nyingine. Hii inakuwa marketable, inauzwa kuliko, lakini lazima uwe na serikali, uwe na wizara ambayo inajali, uwe na wizara ambayo haikutiwa mfukoni na wizara za Tanganyika. Kwa hivyo Maalim amejipanga na hilo, ilani yake imeelekeza hivyo, na inshallah tukijaliwa, baada ya kipindi kifupi tukijaliwa, wasanii tuungeni mkono, endeleeni kutuunga mkono, tuombeeni kura kwa jirani zenu, kwa wasanii wa vyama vingine, kwamba ukombozi wao inshallah uko kuanzia Novemba mwaka 2020. ACT Wazalendo. ACT Wazalendo. ACT Wazalendo. Tushatanga safari. Asante ndugu viongozi, ndugu wanamichezo, ndugu wananchi, salamu alaykum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia asubuhi hii tukaweza kufanya mazoezi, tukashuhudia mechi hapa kali kabisa, na hatimaye tukutana hapa kuzungumza machache. Alhamdulillah rabbil alamin. Pili, naomba niwashukuru nyote. Kwanza vikundi vile vya mazoezi ambao wametuonesha uwezo wao katika suala zima la kufanya mazoezi. Lakini pili, vijana wa timu mbili hizi za Gando na Wete ambao vile vile wametuburudisha kwa soka ambao umetoa, ambao yote na kuthibitisha ukweli kabisa. Ndugu zangu, suala la mazoezi ni suala muhimu sana. Sasa hivi katika nchi tunashuhudia kila mmoja na pressure. Kama una pressure una sukari, kama una sukari una kansa. Sababu nini? Mfumo wetu wa maisha sasa hivi. Zamani wazee wetu, mtu akitoka Mzamarauni kwa mguu, lakini mzee huyo alikuwa kwa shamba tangu asubuhi alfajiri baada ya kusali mpaka saa 3 anarudi, halafu anarudi tena jioni. Maana yake nini? Maana yake wakati wote mwili wake umo katika harakati, na mwili umeumbwa uwe na sulubu. Mwili unataka sulubu. Kuna watu huko hasa wanaoishi milimani, hao wanaishi mpaka miaka 90, miaka 100, na ukimwona ni sawa sawa na kijana. Sababu nini? Zile harakati za kwenda na kurudi. Leo kwenda Wete, kama hapana daladala kwendi wewe, au na pikipiki, lakini kwa mguu unasimama pale njiani saa 1, saa 2, lakini mpaka uko. Halafu angalia vyakula tunavyokula, mafuta mengi, vyakula ambavyo vingi hivyo wanasema ni junk food. Vijana wetu wanapenda sana chips si nzuri kwa afya, kwa sababu hata mafuta yenyewe ambayo yanatumika hujui. Sasa matokeo yake tunakula, lakini hakuna sulubu ya mwili. Kwa hivyo suala la mazoezi
ni swala la msingi kabisa. Na mimi nakumbuka kabisa tulipokuwa katika serikali ya umoja wa kitaifa, waziri alikuwa Mheshimiwa Said, tulifanya kazi kubwa kuibua vikundi hivi, vilikuwa vingi sana. Mimi namkumbuka mpaka nikamwambia Rais Shein, tangaza siku fulani kwa siku ya mazoezi katika nchi, na kitangaza tarehe 1 Januari kila mwaka itakuwa ni siku ya mazoezi katika nchi, kwa sababu tuliona leo muhimu wa mazoezi. Tumekwenda Qatar, watu matajiri na kila kitu, lakini kila wiki kuna siku, kila mtu lazima afanye mazoezi. Ukienda kwenye beaches, kwenye bahari, fuku za bahari, watu wanafanya mazoezi. Barabarani watu wanafanya mazoezi. Siku hiyo nzima kila mtu anafanya mazoezi, japo apate angalau saa moja kufanya mazoezi. Kwa hivyo na sisi Mwenyezi Mungu tujalia, tukiingia madarakani tutajitahidi suala la mazoezi kulipa mkazo, na tutatenga siku maalum kila wiki watu wafanye mazoezi, watu wafanye mazoezi. Sasa mazoezi ndio uzima, mazoezi ndio uzima. Suala la michezo, ndugu zangu, ni suala vile vile mzima. Mimi kwanza nahisi kwa mawazo yangu, kwa nini michezo haiendelee Zanzibar? Sababu siasa imeingizwa. Sasa Siasa imeingizwa katika michezo. Mambo ya michezo si mambo ya siasa. Watu wa vyama mbalimbali wanaweza kuwa katika klabu moja, timu moja, bila ugomvi wote ule, lakini leo kila kitu CCM, kila kitu CCM, kila kitu CCM. Hata kama wewe mnashindana, niko mfano, mnashindana, anatokea mtu wa kwanza si CCM, asapewe. Mwambie bwana, sisi tulifanya mazoezi ya kukimbia kwa baiskeli. Yule kijana ambaye alitokea mwanzo very footballers wazuri, basi kama alivyosema Mheshimiwa Saidi hapa, unaweza kujiuza popote pale. Vijana waweza wakaajiriwa katika sehemu mbalimbali duniani, katika timu mbalimbali, lakini fursa hiyo haipo kwa sababu hakuna hizo training is very important, muhimu sana sasa. Kwa hivyo niseme tu kwa ufupi, suala la michezo tutalipa mkazo, na suala la sanaa aliyosema hapa Sheikh Abdallah, zungumza hapa Mheshimiwa Saidi, ni kwamba ni jambo la msingi kwa kweli. Tukiweza kuinua vipaji hivi, tukawapa vifaa hawa, tukawapa walimu waja wa train, na naturally Wazanzibari ni waigizaji wazuri. Naturally Wazanzibari ni waigizaji wazuri. Kwa hivyo tutajitahidi sana sana kuhakikisha sanaa hii hasa ya uigizaji nayo vile vile inapewa umuhimu, vipaji kupata, na mnafanya sinema zenu wenyewe. Sasa hivi katika channel za Azam kuna moja sinema zetu tu ambazo zote ni sinema za kibongo. Sawa sawa, ni sinema wapi za kibongo. Hapa kuna ZBC1, ZBC2, kuna sana yote ambayo inaonyeshwa pale ya Kizanzibari. Hamna hata Wazanzibari wengine inabidi waende kuonyesha wapi bara. Kwa hivyo sanaa hii ni muhimu. Kwa ufupi, tunasema lengo letu ni kuendeleza michezo, kwanza kwa kujenga afya, lakini pili kwa kuitangaza nchi yetu, na tatu iwe ni ajira kwa vijana wetu. Hii ni sekta muhimu sana, na chini ya serikali itakayoongozwa na Maalim Seif, tamtafuta waziri hodari kabisa
anayejua michezo aiongoze wizara ya michezo, sawa sawa, ili tuhakikishe kwamba Zanzibar inang'aa duniani. Kama alivyosema ndugu Said, hatuoni sababu yote sisi kwa nini tusiwe wanachama wa FIFA. Hakuna sababu yote, hakuna sababu yoyote kwa nini tusiwe wanachama wa CAF. Uingereza kuna England, nchi moja hiyo, United Kingdom, kuna Scotland, kuna Wales, na kila mmoja kuna kila mmoja ina timu zake zinatambuliwa kimataifa. Ni wajumbe nini wa FIFA, ni wajumbe wa UEFA ya Ulaya. Sasa hawa jamaa wanatubana kila kitu, wanataka sisi watukandamize hivi, na kwa sababu sisi wenyewe tumekubali. Sisi wenyewe nini tumekubali. Sisi nasema Zanzibar lazima tuikomboe, ipate uhuru wake wa kufanya kila kitu. Kama jambo la muungano itaendeshwa na Zanzibar kabisa kabisa. Kama na michezo si muungano kabisa kabisa. Lakini hapa nasikia association gani anatoa mtu mmoja Zanzibar na kamati imekwisha. Hapana, kila klabu, kila mchezo utakuwa na uongozi wake wa kitaifa na mwanachama wa mchezo huo kimataifa, sawa sawa, ili zote zile faida zinazopatikana zije Zanzibar moja kwa moja. Tunaelewana waheshimiwa? Tunaheshimiwa, tunaelewana. Kwa hivyo naombeni mnichague ni rais wenu ili haya tuwashukuru sana kwa kama alivyosema mwenyewe. Sasa tuombe tupate dua ili tukuruhusu mgeni wetu aweze kueleza dua. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.